tumeshawahi kusikia kipindi cha nyuma baadhi ya wachezaji ndani ya klabu ya Yanga, sijui kama Ray ushawahi kusikia hii, wanalipwa na GSM, baadhi ya wachezaji wanalipwa na klabu, baadhi ya wachezaji wanalipwa na wadhamini kama kuna mbunge mmoja ni mpenzi sana wa Young Africans. Kuna baadhi ya wachezaji kuna wengine sio tu wadhamini, ni personal, ni mtu tu from, kwa mfano mimi nakumbuka Faisal wakati anatoka ile Singida anakuja Yanga, si alikuwa analipwa na tajiri wa nani? Yes, unaona vitu vya mundo. Kwa mwisho wa siku kuna kuwa na interest zaidi ya moja ndani ya klabu ambayo zinatengeneza mgawanyiko. Nani ata protect interest zipi? Ndio maana nimezungumza hivi kwa sababu engineer tumekuwa tukimshuhudia akiwa front sana kwenye kila linaloendelea ndani ya Yanga, na hili hatuwezi tukapinga. Lakini sasa hivi walipofikia hapa humuoni sana. Then Mtine ambaye hajaonekana mara nyingi ndo anatoka sasa. Kumbuka prize ni mapato ya klabu. Kwa hiyo inapaswa yule mwenye interest za klabu aanze kuyafuatilia. Sijui kama naeleweka hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku inatengeneza mvutano. Hata alichokizungumza Alikamwe, binafsi mimi kuna nyakati nakaa kwa namna alivyoipresent unaweza ukawaza kwamba ni kweli ni msimamo wa klabu kwa ujumla walitaka aseme hiki, au yeye mwenyewe tu akiwa kwenye press kutokana na hiyo jazba. Amezungumza Ray hapa kwamba wameshatoka kwenye ile level ya uweledi na umakini sana wa kuchambua taarifa, then wakaingia kwenye hizo hisia ambazo zinapelekea mtu anapresent hata kitu ambacho hakupaswa kukipresent kwenye public. Kwa mfano natoka nje kidogo, juzi Alikamwe anazungumza, anakuambia wazi kabisa kwamba maelekezo tulioambiwa na bodi baada ya kutuita ni kwamba aliyezuia, uchunguzi umekamilika, aliyezuia mageti yasifunguliwe ni kiongozi mkubwa wa serikali, hapaswi kutajwa. Tutaonekana tumeingiza serikali kwenye michezo. Sijui kama unaelewa. Then yeye akatoka akaenda public. Sijui kama unaelewa kani kwamba niliwaita tukakaa hapa tuzungumze. Then wewe umetoka umeachia kwenye public. Inaleta tu picture fulani kwamba sasa hivi ni kama vile kila mmoja amwage anachokijua na kimwaga. Kama wewe umetangulia kumwaga ugali, basi mimi nitamwaga mboga, yani lolote. Kwa mimi